Tuambia jua liko umbali wa kilomita milioni 99 kama wamepatia kweli. 93 wanasema kama wamepatia kweli. Kama wanasema kilomita milioni 93 kama wamepatia kweli. Wama ya'lamul ghaiba illa Allah. Hakuna anayejua ghaibu isipokuwa ni nani? Lakini dhalika mablaghuhum min al-ilmi, hicho ndio kiwango chao cha ilmu walichofikia. Ndio uwezo wao. Sasa kuna watu wanafufuliwa watakuwa na nyuso za nyani. Kuna wengine wanafufuliwa watakuwa wanatafuna ndimi zao. Mtu anatafuna ulimi mwenyewe. Kuna wengine watafufuliwa kucha zitakuwa ni za shaba, anajichana mwenyewe. Tangu anafufuliwa kaburini, anajitoa damu kifuani na usoni mpaka anakwenda kwenye mahakama. Kuna wengine wanafufuliwa watakuwa wanatembelea nyuso zao. Uso ndio miguu, miguu iko juu. Kuna wengine watafufuliwa na sota. Kuna wengine watafufuliwa wanatembelea tumbo. Kuna wengine akitoka kwenye kaburi anatembea kama umeme, ameshakwenda zake peponi. Kuna wengine wanafufuliwa wanakwenda kuwekwa chini ya kivuli cha arshi. Hapo ni reception. Watakuwepo mitume wote wa Mwenyezi Mungu, watakuwepo masahaba wacha Mungu, watu wema. Kuna watu watafufuliwa pale, watakwenda kukutwa pale chini ya kivuli cha arshi. Kuna watu wa aina 7 chini ya kivuli cha arshi, watakuwa katika watu walioko hapo. Sasa katika hao watu, je, wewe na mimi tu? Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithun sahih anasema, sab'atun yudhilluhum Allahu yawm al-qiyama yawma la dhilla illa dhillu. Watu wenye matendo 7 watafufuliwa na watakuwa chini ya kivuli siku ambayo hakuna kivuli. Yawma tubaddalu al-ard ghayra al-ard. Hii ardhi ndugu zangu, hii itabadilishwa, hii itakuwa ni ardhi nyingine sana. Sasa wakati huo kuna wenzetu wako chini ya kivuli cha arshi. Wa kwanza, imamun adil, kiongozi mwadilifu. Wa kwanza, kiongozi mwadilifu. Ndugu zangu, usimtafute kiongozi mwadilifu kumwangalia kwanza kiongozi wa nchi. Hapana, anza nyumbani kwako. Wewe ni kiongozi. Mume ni raisi na mke ni makamu wa rais. Mke ni makamu wa rais, waziri mkuu, waziri wa mambo ya ndani, waziri wa uhusiano wa kimataifa. Waziri wa fedha, waziri wa ulinzi, waziri wa usalama. Huyu mwanamke ana vyeo vyote hivyo. Sasa uadilifu, yani imamun adil, tunaanza ndani. Sababu kuna watu wengine wana kawaida, anamwangalia huyu bwana. Kabla ya kumwangalia huyu, angalia kwanza wewe nyumbani kwako ni sawa? Unahakikisha nyumbani kwako watoto wanasali, familia inasali? Allahumma kuna wageni wanakuja hapo mara moja, sawa? Manake kuna nyumba nyingine familia wanaweza unakwenda nyumbani kwa yule, nyumba ya yule Maka, ukiingia kule umeingia Maka kule kuswali tu usiku na mchana kuswali. Kumbe sio hivyo. Familia, ukishakuwa kiongozi wa familia ukubali kupigwa, yani utakuwa na madude mengi, unagongo. Ile nyumba ukiingia pale umeingia kwa mtume pale. Unavaa ushungi mpaka chooni. Kumbe hakuna anayevaa ushungi mpaka chooni. Yani almuhimu tu ni kwamba umeshaweka system katika familia yako kwamba jamani, chakula cha mchana hapa kitaliwa baada ya dhuhuri, chakula cha usiku kitaliwa baada ya sala Aisha. Umeweka wewe na mama watoto wako kwamba jamani, hapa humu ndani sitaki familia, jamani, sitaki kukaa kijiweni wanangu, sitaki kukaa vijiweni. Ima mmetoka chuoni, shuleni, ama msikitini, ama kaeni humu ndani, lakini vijiwe sivitaki, sitaki marafiki wa ovyo ovyo. Kwa ina maana unaanza nyumbani. Imamun adil, kiongozi mwadilifu. Wa pili, washabun nashaa fi ibadati rabbi, kijana ambaye ameutumia ujana wake katika kumwabudu Mola wake tangu ana baligh ama anavunja ungo. Kijana huyu hajawahi kufanya uchafu. Kijana huyu hajawahi kuchukua haki ya mtu. Binti huyu hajawahi kufanya uchafu mpaka anafika anaoa ama anaolewa, mpaka anakuwa mtu mzima. Kijana washabu nashaa fi ibadati rabbi, akitokea ujana ule amekufa, bado yuko vile, ameutumia ujana wake
huyu ni katika wale watakao kwenda kukaa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika kivuli cha arshi. Ndugu zangu, arshi ni kubwa sana ya Mwenyezi Mungu. Ukubwa wa arshi ukilinganisha na dunia ni sawa sawa na sindano kwenda kuitupa baharini. Hata maji ya bahari hayatacheza. Au chukua sindano uiweke kwenye pipa la maji, pipa haijui kitu gani kimeingia. Kwa hiyo atakuwa chini ya kivuli cha arshi. Watatu, wa rajulun qalbuhu muallaqun fil masajid, mtu ambaye moyo wake umening'inia msikitini kama globe namna hii. Haina maana kuchukua moyo wako kuweka hapa. Maana yake ni kwamba upo katika mihangaiko yako, mishemishe za kutafuta maisha, ya kutafuta riziki, lakini unajua ukifika muda wa sala unakwenda kusali. Unaacha kazi zako zote unakwenda kusali. Yani haya ndio maisha yako. Huyo ni mtu wangapi? Watatu. Wanne, wa rajulani tahabba fillah, watu wawili wamependana kwa ajili ya Allah. Wanaume kwa wanaume ama wanawake kwa wanawake. Mwingine anasema huyu dada mimi nampenda kwa ajili ya Allah. Tiani. Ni kweli mnapendana kwa ajili ya Allah, lakini kwa kuna miiko. Sasa wakati mwingine mtu anasema tunapendana kwa ajili ya Allah, anazunguka mtaa wa Nyamwezi ili apate kutokea Tandamti. Sawa? Kwa ni watu wawili wamependana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ijtamaa alayhi, wakiwa pamoja wanahusiana mambo mema, wanatafutana kwa mambo mema, wanafanyiana mambo ya kheri. Watafarraqa alayhi, wakiwa hawapo pamoja wapo katika mambo mema. Huyo ni mtu wangapi? Wanne. Watano, washabun wa rajulun da'atuhu imra'atun dhata mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah, mwanamume ambaye ametamaniwa mwanamke akamwambia mimi nimekupenda sana baba, unasikia, nimekupenda sana, I love you so much my sweetie, I love you, I want to touch you. Alafu unabaki unajitafuna kucha mwanaume huyo. Ananipenda kweli? Eti yule demo ananiambia I love you, ndakuaje? Najisikia vibaya mimi. Ameshakwambia, alafu mko wawili tu hapo. Wewe unafanyaje hapo? Ameshakwambia I love you. Hapa nafsi inakwenda hivi. Sawa. Alafu ubongo unatoa taarifa. Afu damu mwilini imeshachemka, inatembea kwa moto sana, mwisho inafika kwenye USB inakuwa network imesimama namna hii. Alafu inakuuliza where are you going? Lakini waqala inni akhafu Allah, akamwambia ile mwanamke mimi namuogopa Mungu. Mko wili tu. Naambia astaghfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Siwezi kabisa, siwezi. Unajua yataka moyo au semaje wewe? Hatari. Mko wawili tena nakwambia siri yangu sisemi. Sasa kama unaacha uzinifu kwa ajili ya kumuogopa Mwenyezi Mungu, ukamuogopa Mwenyezi Mungu mpaka siku ya ndoa yako ndo unamwambia mkeo, wewe ndio mwanamke wa kwanza kuona uchi wangu, sema Allahu Akbar. Mafanikio makubwa hayo. Ama mwanamke anamwambia mumewe, wewe ndio wa kwanza kuona sehemu zangu za siri, na hapa kwa ajili ya Allah, ni mtihani mkubwa. Sasa huyo ni mtu wangapi huyo? Watano. Wa sita, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa, mtu ambaye ametoa sadaqa fa akhfaha, akaificha ile sadaqa, hatta la ta'lam shimaluhu, huu mkono wa kushoto haukujua ma sadaqa ambayo tumfiku yaminu, iliyotolewa. Mimi si nimetoa sadaqa, Sheikh Saadi hajui kama nimetoa sadaqa kumpa huyo, lakini huyo anajua. Huyo akija akisema kwamba yule bwana alhamdulillah amenipa buku au amenipa jero, mimi thawabu zangu zipo pale pale. Lakini kama nimempa buku au jero au buku mbili nimempa, alafu nasubiri mbele ya watu ambia bwana vipi ile buku jero imekutosha ile? Mbele ya watu. Vipi? Nimempa buku jero. Umedelete. Katika phone book umedelete. Katika contact umedelete.
na namba za yule jamaa mwenyewe umedelete, itabidi uombe kwa watu. Bwana, namba ya shekhi unaijua wewe? Umedelete kila kitu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas, enyi mlioamini Allah, msibatilishe thawabu za sadaka zenu bilmanni, ba'u sababia, kwa sababu ya kusimbulia. Kwa mfano umemnunulia huyu bwana kanzu Idi mfano, naambia bwana twenzetu pale Empire Cotton kutafute kanzu ya Idi, mimi nataka safari inshallah nikununulie kanzu. Mnakwenda pale, naambia wewe chagua tu, achagua bwana, mimi nimeipenda hii. Sawa, amenunua kanzu, unalipa hela, afu kesho mnakutana mbele ya watu, vipi ile kanzu imekutosha? Noma kweli, imekutosha? Alhamdulillah imetosha. Mimi nilijua tu kama itakutosha ile kanzu. Umedelete kwa sababu umetangaza. Tumeelewana jamani? Na hii ni tabia sisi tuliokuwa wengi. Kwa hiyo kama umetoa sadaka ukakaa kimya kiasi ambacho hakuna aliyejua, ujue unakwenda kukaa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Leo hii mtu